Tarehe 7 Oktoba mwaka 2025, taifa la Israel liliadhimisha miaka miwili tangu shambulizi la kushtukiza lililoongozwa na kundi la Hamas, tukio lililosababisha maafa makubwa na kuibua mgogoro wa muda mrefu wa kijeshi kati ya Israel na Palestina. Sherehe za kumbukumbu zilifanyika katika maeneo mbalimbali nchini Israel, zikiakisi huzuni, hasira na kilio cha maelfu ya familia zilizopoteza wapendwa wao. Katika jiji la Tel Aviv, mamia ya watu walikusanyika kwenye hafla maalum iliyoandaliwa na familia za waathirika, wakibeba picha za wale waliotekwa au kuuawa. Hafla hiyo ilijawa na hisia kali, huku machozi na ukimya mzito vikigubika anga la kumbukumbu. Katika eneo la kusini mwa Israel, watu wengine walikusanyika kwenye kumbukumbu la tamasha la muziki la Nova, ambapo mashambulizi ya kwanza ya Hamas yalifanyika. Hapo ndipo takriban vijana 370 waliuawa kwa risasi wakati wakijaribu kukimbia shambulizi hilo la ghafla. Washiriki wa hafla hiyo walizungumza kwa huzuni kubwa, wakikumbuka marafiki na ndugu waliopotea katika tukio hilo. Shambulizi hilo la Oktoba 7 mwaka 2023 lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1200, wengi wao wakiwa raia wa kawaida, huku zaidi ya watu 250 wakitekwa nyara na kupelekwa Gaza. Tangu wakati huo, Israeli ilianzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi dhidi ya Hamas, hatua ambayo imesababisha vifo vya zaidi ya watu 67,000 nchini Palestina, hasa katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya afya za eneo hilo. Licha ya wito wa kimataifa wa kusitisha mapigano, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na operesheni za kijeshi hadi pale malengo yote ya vita yatakapofikiwa. Ameyataja malengo hayo kuwa ni kuokoa mateka wote, kuangamiza utawala wa Hamas na kuzuia vitisho vyovyote vya baadaye kutoka Gaza. Wakati huo huo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa mateka wote na kuhimiza pande zote mbili kukubali pendekezo la kusitisha mapigano, akisema kuwa ni hatua muhimu kuelekea amani ya kudumu katika eneo hilo. Kumbukumbu ya miaka miwili hii inakuja wakati ambapo matumaini ya amani bado ni hafifu, huku giza la vita likiendelea kutanda Gaza. Watu wengine duniani wanatoa wito mpya wa majadiliano, huruma na suluhisho la kidiplomasia litakalomaliza miaka mingi ya machungu kati ya Israel na Palestina. Kwa sasa, dunia inasubiri kuona kama wito wa amani wa Umoja wa Mataifa na jumuiya za kimataifa utafanikiwa, au kama historia ya damu na machozi itaendelea kuandikwa katika ardhi yenye utakatifu mkubwa lakini iliyojeruhiwa zaidi. Hii ni BMTV Tanzania. Kwa heri kwa sasa.